ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. Mzangu Islamu, hadithi nilisoma ni hadithi iliyopokewa na Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anasema kuwa Mtume rehma na amani ziji yake alisema: man sanna fil islami sunnatan hasana. Al-Imam al-Fawzani ametafsiri maneno haya Mtume akasema maana yake ni kuwa man amila sunnatan hasana, akasema kuwa maana yake ni kuwa yule atakayefanya sunna nzuri na kisha kufanya kwake hiyo sunna akawa ni sababu ya watu kumuiga, wakafanya hiyo sunna ambayo walikuwa hawaifanyi, lakini wakamuona yule ameifanya pia wakaifanya, basi atapata malipo ya kufanya sunna hiyo na malipo ya kila atakayekuwa amefanya kwa kumuona yeye, na hakuna atakayepunguzwa malipo yake chochote. Kisha Mtume akasema pia atakayefanya jambo ambalo ni baya, ambalo hakuna aliyekuwa jambo kama hilo akilifanya kabla yake, lakini yeye ndiye akawa mwanzo wa kufanya jambo hilo, watu wakaanza kumfuata kufanya jambo hilo, basi atakuwa na madhambi kwa dhambi alilofanya na madhambi ya kila atakayefanya kwa kumuona yeye alipofanya akamuiga. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema kuwa haya maneno ya Mtume man sanna fil islami sunnatan hasana ina tafsiri mbili ambayo ni sawa, kisha maneno haya yana tafsiri moja ambayo ni ya makosa. Sheikh Ibn Uthaymeen akasema ya kuwa ama zile tafsiri mbili za haya maneno, tafsiri ambayo ni ya sawa, akasema kuwa maana yake ni yule ambaye atakuwa wa mwanzo baada ya kuwa wenzake walikuwa hawafanyi jambo la sunna, akawa ni wa mwanzo kuanza kufanya jambo hilo, kisha wenzake sasa ndio wakaanza kumfuata. Akasema kuwa na kwa kuwa hii ndio maana yake, sababu yake ni kwa sababu ya kuwa hii ndio sababu ya Mtume kusema maneno hayo, kwa sababu ya kuwa hadithi hii ni ndefu. Ukisoma kuanzia mwanzo wake, Jarir bin Abdullah anasema ya kuwa walikuwa wameketi pamoja na Mtume, kukaja kikundi cha kabila fulani. Kabila hilo lilikuwa katika makabila ya Quraysh, laitwa Mudhar. Lilipokuja lilikuwa hali yake inaonekana ya umaskini, ya ufukara, hali ya shida, dhiki. Sasa Mtume alipoona vile, ndio Mtume akaambia Bilal adhini. Bilal alipoadhini, ilikuwa ni wakati wa sala, kisha Mtume akamwambia kimu. Alipokimu, Mtume akawasalisha maswahaba. Baada ya kuwasalisha maswahaba, Mtume akasimama baada ya sala na akaanza kutoa mawaidha. Yale mawaidha akawa anasoma aya za kuhimiza kutoa sadaka, ili angalau sadaka ipatikane, wapewe hao watu ambao wamekuja na wanaonekana wana shida, wanahitaji kusaidiwa. Sasa Mtume alipokuwa anatoa mawaidha, akisoma aya zile, akihimiza watu kutoa, maswahaba walikuwa wametulia wanamsikiza. Lakini sahaba mmoja akatoka akaenda nyumbani kwake, akaregea na kipande cha fedha akiwa amekibeba kwa mkono wake mmoja,
lakini kile kipande kikawa ni kizito kiasi cha kuwa ameshindwa kukibeba kwa mkono mmoja, ikawa sasa lazima abebe na mikono miwili. Akaja mpaka mbele ya Mtume akaweka kile kipande cha fedha ya kuwa hii ndio sadaka yangu Mtume. Masahaba alipomwona yule sahaba amefanya vile, kila mtu akawa sasa nenda kwake. Kwa hivyo mwenye kuja na chakula kaja na chakula, mwenye kuja na nguo akaja na nguo, mwenye kuja na pesa akaja na pesa, mpaka ikawa sasa pale kuna mlima wa nguo, kuna mlima wa vyakula. Ndio sasa Jarira anasema kuwa akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam amefurahi, uso wake unameremeta kwa ajili ya furaha. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kile alichowahimiza masahaba wafanye, kutoa sadaka, wameitikia na matokeo yanaonekana ya kuwa sasa kuna sadaka ya vyakula, kuna sadaka ya nguo, watu watapewa na angalau watakuwa wamestirika. Ndio Mtume akasema haya maneno sasa ya kuwa man sanna fil islami sunnatan hasana, akikusudia yule sahaba wa mwanzo aliyeenda kisha akarejea na fedha akiwa ameibeba, kumaanisha kuwa Mtume, nimesikiza mawaidha yako, unatuhimiza tutoe sadaka ili hawa wapate kusaidika, sadaka yangu ndio hii hapa. Kwa hivyo ina maana kuwa yule atakayefanya jambo ambalo ni la sawa katika Uislamu, jambo ambalo lina ushahidi wa jambo hilo kuwa ima ni aya imesema jambo hilo liko sawa ama hadithi imesema, kama vile hapa jambo la sadaka lililofanyika. Sadaka, aya nyingi zinaeleza kuhusu sadaka na hadithi nyingi zinaeleza kuhusu sadaka, kisha ukawa sasa ndio wa mwanzo kufanya jambo hilo, wenzako walikuwa bado hawajaanza kufanya. Basi wewe uliofanya kisha wenzako sawa wakakuiga, wakawa sasa wanafanya ulivyofanya, utapata thawabu za kufanya jambo hilo na utapata thawabu za wote waliofanya kwa kuwa wamekuona ukifanya. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Sheikh Uthaymeen anasema kuwa ya sawa kwa sababu inaendana na tukio lililopelekea mpaka Mtume aseme maneno haya. Akasema Ibn Uthaymeen ya kuwa tafsiri ya pili ya haya maneno ni maana ya kuwa man sanna fil islami sunnatan hasana, maana yake ni kuwa man ahya, yule atakayehuisha, ya kuwa umeenda mahala ukafika ukapata kuna baadhi ya sunna ambazo Allah amekujalia umesoma unazijua, lakini pale mahala ambapo umefika watu wengi hawajui sunna hizo. Kwa ulipofika pale ukawa sasa unahuisha zile sunna, ima kwa kuwaelimisha wale watu ama kwa kuwahimiza wale watu labda wanazijua lakini wameghafilika, unawahimiza wafanye sunna hizo na pia unafanya sunna hizo, ikawa mpaka watu wakawa wanafanya hizo sunna ambazo walikuwa karibu wazisahau kabisa zisaulike. Ibn Uthaymeen akasema kuwa na tafsiri hii inaendana na kile alichokifanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wakati wa ukhalifa wake, alipohisi ya kuwa ile swala ya tarawih Mtume aliiswali lakini kisha kaiacha kwa sababu ya kuhofia kuwa itakuwa ni faradhi. Hakuacha kuswali, isipokuwa aliacha kuiswalisha kwa jamaa msikitini kwa pamoja. Kwa hivyo tangu wakati ikawa sama masahaba wanaswali kivyao mpaka Mtume akafa, ikawa kila mtu anaswali kivyao, ama ikawa kama kikundi watu 5 watu 10 wanaswali kivyao hivyo. Zama za Bakr pia endelea hivyo. Sasa zama za Umar mwanzo ikawa bado hali ni hiyo. Kisha baadaye Umar siku moja akasema kuwa alipoona watu wanaswali wakati wa Ramadhani makundi tofauti, lau kama watu wote wangeswali pamoja alivyotuswalisha Mtume pale mwanzo siku 3, kisha akaacha kwa kuhofia kuwa ni jambo litafaradhishwa, ingekuwa ni bora. Kisha baada ya Umar kufanya hivyo, kusema hivyo, kweli akamrisha masahaba wawili, Ubay ibn Ka'b na Tamim ad-Dari, ya kuwa wawe ndio maimamu wa tarawih, na watu wote wakaitikia wakakubali. Ikaanza kuswaliwa swala tarawih rasmi kwa jamaa, baada ya kuwa muda mrefu ilikuwa ikiswaliwa kila mtu anaswali kivyake. Sasa hapa Umar alichokifanya si eti ameanzisha swala ambayo ilikuwa haipo kabisa ama Mtume hajawahi kuiswali kabisa. Hapana, ni swala ipo na ilikuwa inaswaliwa tarawih, qiyamul layl, lakini kile ambacho amekifanya ni kwa swala hii ilikuwa inaswaliwa kwa individual, yani makundi ama mtu binafsi, baada ya Mtume kuiacha kwa sababu ya kuhofia kuwa itafaradhishwa.
Sasa Umar alichokifanya ni kuregesha ile jamaa, na pia jamaa iliwahi kuswaliwa na mtume kisha kaacha. Sasa hapa kilichofanyika ni kuwa alihuisha. Pili, maswahaba wakakubaliana wote kwa kuwa jambo hili ni la sawa wafanye, ikawa tayari hiyo inaitwa ijma. Pili, ani ijma'u sahaba. Pili, hiyo itakuwa ni sunna ya makhalifa, na mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha binawajib. Kwa itakuwa hii ni sunna iliyohuishwa na maswahaba, akiwemo sahaba Umar, wengine wakamuunga mkono, lakini ni sunna ambayo ina asili ya kuwa mtume aliifanya. Swala hii aliswali, na pia jamaa aliswali kwa jamaa, kisha kaja kaiacha tu kwa sababu ya kofia kwa itakuwa faradhi. Na baada ya mtume kufa, zile sheria zikabakia hivyo hivyo, zikabadilika. Kilichokuwa faradhi kitakuwa hivyo, ambacho ni cha sunna kitakuwa hivyo. Kwa vikawa ile hofu ya mtume sasa tena haipo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwa tena haiwezi kafaradhishwa na ile hali sheria zishakamilika, dini ishakamilika. Sheikh Uthaymeen akasema kuwa hii ni tafsiri ya pili ya hadithi hii. Kwa ina maana kuwa Muislamu anatakiwa anaposikia hadithi hii nasomwa aelewe kuwa tafsiri yake ni mbili. Ima uwe ni wa mwanzo kufanya jambo ambalo lilikuwa linahimizwa, watu wakawa wameghafilika, ukawa wa mwanzo kufanya, watu wakaanza kufanya, ama ukafika mahala watu wameacha sunna mpaka hata kana kwamba imekufa, ukawahimiza ile sunna, ukawasisitiza, ukawa unaifanya ile sunna mpaka ikahuika, ikaanza kufanywa. Mashallah, msikitini mathalan watu wakawa wanaswali bila sutra, ukafika pale ukawa unahimiza swalini na sutra. Labda ukafika mahala watu msikitini wanaswali lakini wapangi safu vizuri, ukawa unahimiza wapange safu vizuri. Hizi ni sunna ambazo zipo, lakini labda wakawa watu wameacha kiasi cha kuwa mtu akisimama anasimama peke yake ama anaswali popote. Sasa unapokuwa umefanya hivyo, unakuwa una thawabu za kuhuisha ile sunna ambayo tayari mtume ameifundisha. Tafsiri ya tatu, Ibn Uthaymeen akasema kuwa ipo ambayo ni tafsiri ambayo ni ya makosa. Tafsiri gani hiyo? Akasema Ibn Uthaymeen ya kuwa ni tafsiri ambayo hutafsiriwa hadithi hii na watu ambao ni wa bid'a, masufi, wakisema kuwa eti hapa mtume anamaanisha yule atakayeanzisha sunna yake ambayo haikuwepo kabisa kwa mtume, lakini sasa yeye akaona kuwa hili jambo naona kuwa tulifanye pia liwe sunna, kisha wenzake wakamkubalia wakaanza kufanya. Sheikh Uthaymeen anasema kuwa hiyo tafsiri ni makosa, na ni kwa kuwa haina mategemeo, haina ushahidi ya kuwa mtu anaweza kaanzisha katika Uislamu jambo ambalo halina dalili, si Qur'ani aya wala si hadithi, kisha jambo hilo liitwe kuwa ni sunna mtume. Itakuwa ni sunna? Haiwezi kuwa ni sunna. Na hadithi imesema man sanna, hadithi haikusema man ibtadaa, man sanna. Kwa hiyo kuanzisha jambo ambalo alipo itakuwa ni bid'a, na hadithi haijazungumzia kuhusu bid'a hapo, kuanzisha alafu kisha iwe ni nzuri. Kisha ndugu zangu Waislamu, ili jambo katika Uislamu liwe linasifika na sifa ya kuwa hili jambo ni zuri, si uzuri wa kuwa tunapamba lile jambo tunapolifanya kwa mapambo yetu ambayo sisi tumeonelea na tumependelea, bali jambo lile huwa ni nzuri katika Uislamu maadamu ni ibada, linapokuwa jambo hilo limekuwa na dalili, lilifanywa na mtume alilizungumzia, masahaba walilifanya, hilo jambo linakuwa ni nzuri katika dini. Vinginevyo itakuwa ni bid'a. Kwa Sheikh Uthaymeen akasema, Ibn Uthaymeen akasema kuwa hiyo tafsiri ni tafsiri ambayo ni ya makosa. Kwa nini? Kwa sababu inaenda kinyume na hadithi nyingi za mtume ambazo zinawakataza Waislamu kuzua katika Uislamu na kufanya jambo la bid'a ambalo halikuwepo katika dini hii zama za mtume na maswahaba. Hii ndio maana ya hadithi hii ambayo ni ya sawa. Leta tafsiri mbili ambazo Sheikh Ibn Uthaymeen amesema, na hii ndio maana ambayo si ya sawa ambayo nimeeleza pia ya mwisho. Sasa sanna, ndugu zangu Waislamu, hii kalima sanna, sunnatan, sunna maana yake ni njia. Sasa hapa ndio watu wa tarika huwa wanaanza kutatiza watu.
ya kuwa najua hapa sanna maana yake sunna, hii maana yake si sunna kwa maana ya kuwa ni sunna mtume, hapa imekuja sunna kwa maana ya tariqa. Sasa hiyo tariqa ni tariqa sawa, hasana, nzuri, sunnatan hasana, hatuna shida, tutakubali kuwa hiyo ni njia nzuri. Lakini hiyo njia nzuri tafsiri yake nyingine ni nini? Tafsiri nyepesi kabisa ya hiyo njia nzuri ambayo umeifanya, maana yake ni kuwa ni ibada, hakuna jambo lingine. Sunna ambayo ni nzuri ambayo umeifanya tayari inaitwaje? Inaitwa ibada. Kwa vina maana kuwa hiyo ibada itaitwa ibada ikiwa imetimiza masharti yake. Haiwezi kaitwa ibada kwa kuwa ibada inatoka, na ingekuwa mtume ameacha hii dini hivyo wazi ya kweti kila mtu anaweza akalala akiamka nasema jameni mimi naona pia tufanye hiyo ni ibada, sasa Uislamu ungekuwa umepoteza kabisa mwelekeo wake, ingekuwa umepoteza. Lakini hiyo ina maana kuwa ni njia ambayo mtume aliifuata. Kwa kuwa nini? Asili ya mtume kusema hivyo ilikuwa mtume anazungumzia kuhusu sadaka, na sadaka ni jambo ambalo mtume alilihimiza, aya zimeeleza, na kisha maswahaba ni jambo ambalo mbali na kusikia kwenye Qur'ani na hadithi pia wamelifanya. Lakini sasa utasemaje kwa hii hadithi ikuunge mkono kwanza mambo ambayo hayana asili kabisa katika dini? Sasa hapo ndio inakuja sehemu ya pili. Mtume akasema waman sanna sunnatan sayyi'ah, atakaye anzisha njia mbaya. Njia mbaya kwa tafsiri nyepesi ni nini maana yake? Maana yake ni maasi. Yeyote ambaye watu walikuwa hawafanyi maasi fulani, kisha yeye ndo akawa mwanzo kuanza kufanya maasi hayo, kisha watu sawa kumfuata, ikawa sasa maasi hiyo imeanza kuenea, yule wa mwanzo kabisa kuanza kufanya jambo hilo ambalo la maasi atakuwa anabeba madhambi ya kufanya kwake maasi hayo na madhambi ya wote walioanza kufanya maasi hayo kwa kumuona yeye akifanya. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kuwa kila anayeua huwa dhambi hilo anapata madhambi yake kwa kuua, lakini pia yule mtoto wa Adam pia anapata hilo dhambi. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyeanzisha mauaji. Sasa hii inaitwa nini? Sunnatan sayyi'ah, ani njia mbaya. Kwa nini? Maasi hayo. Bid'a pia ni maasi. Kwa maasi yanaweza kuwa ni maasi moja kwa moja ambayo hayana mafungamano na dini, ama inaweza kuwa ni maasi kwa kuwa ni bid'a, kwa kuwa ni jambo ambalo unalazimisha liwe ni dini na hali ya kuwa si dini, na hilo jambo linakuwa liko nje kabisa dini, na mwenye kulifanya anakuwa amemwasi mtume, kwa sababu mtume amekataza tusifanye jambo la bid'a. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni hadithi ambayo mara nyingi huwa tunapenda kuikumbusha Waislamu mwezi wa Rabiul Awwal, lakini mwezi wa Rabiul Awwal nadhani umeisha, sasa tuko katika Rabiul Thani. Lakini pamoja na hivyo ni kuwa kwa vile hatukuizungumzia, ni kuona kwa kuna haja ya kuieleza, ili unapokuwa unasikia mwenye kuitafsiri anaitafsiri kwa tafsiri mbaya uweze kujua kuwa huyu anapotosha umma. Na unapoulizwa na ndugu yako Muislamu kuwa je, maana haya maneno nini, unaweza ukaeleza kwa kutegemea tafsiri ambayo ina ushahidi wa hadithi ambazo ni zingine, na hata tukio ambalo lilikuwa ndio sababu la mtume kusema maneno hayo, ambayo ndio sababu urudi la hadithi. Nadhani tutakuwa tushaelewa hadithi hii, na Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa wale wanaosikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.